Juu ya nimeshajibu kuhusiana na masuala ya Sugu na Boni na Lema. Nimeshajibu kuhusu hili la waliochukuliwa hatua, lakini umeuliza dimension moja kuhusiana na mwenyekiti Lissu wakati akiwa makamu mwenyekiti kutoa tuhuma kuhusiana na ulichokiita madai ya ufisadi au fedha chafu ndani ya chama. Chama hiki katika kuchukua hatua au katika kufuatilia mambo, kwa kweli ofisi ya katibu mkuu, kwa sababu imepewa dhamana tu kwa niaba ya chama kufuatilia masuala mbalimbali, haibagui hadhi ya kiongozi. Kwa hiyo mambo mengine hatusemi kwa sababu ni ya ndani. Mwenyekiti Lissu wakati akiwa makamu mwenyekiti, naye alitakiwa kutoa maelezo kwenye kamati kuu kuhusiana na jambo hilo, na sasa yaliyojiri ndani ya kamati kuu na nini kiliamuliwa kwenye kamati kuu si wakati wake kuyazungumza hapa, lakini nataka kuambia tu kwamba hatua kama hizi ambazo zinachukuliwa kwa wengine, sababu alikuwa ni kiongozi wa kitaifa, ofisi ya katibu mkuu ilifanya huo mchakato, na nalisema hili ifahamike kwa kiongozi yoyote wa ngazi yoyote, kama akifanya jambo lolote likaonekana kwamba linakwenda au linadaiwa kwenda kinyume na katiba au kanuni au maadili au itifaki ya chama, utaratibu wa kikatiba utafuatwa. Na sisi katiba yetu ina mikondo miwili ya kushughulikia mashauri mbalimbali. Na kanuni zetu na miongozo mbalimbali. Ina mkondo wa nidhamu. Unaweza kuamua kutumia mkondo wa nidhamu kwamba hapa kuna tuhuma za utovu wa maadili au kiukwaji wa maadili. Lakini vile vile kuna mkondo wa usuluhishi, upatanishi na katiba na kanuni. Katiba imetoa mamlaka ya kuundwa kwa mabaraza ya chama, na kanuni na miongozo imeweka baraza la wazee wa chama, na baraza la wazee la chama ndani yake kuna chombo kinachoitwa caucus ya wazee. Caucus ya wazee wachache ambao wanaonekana wanaweza kuingia kwenye caucus, ambao wanaweza wakawa washauri, wasuluhishi, wapatanishi yanapojitokeza baadhi ya mambo ambayo inaonekana kwamba hayana sababu ya kwenda kwa mkondo wa maadili au mkondo wa nidhamu, basi zinaanza hizo hatua za usuluhishi ambazo zinafanywa na baraza la wazee. Kwa hiyo nitumie fursa hii vile vile kutoa mwito kwa baraza la wazee nchi nzima, kwa sababu mwongozo tulishausisitiza kuanzia mwaka 2025 kuhakikisha ngazi zote za chama nchi nzima zina caucus za wazee, na caucus hizo zifanye kazi ya usuluhishi, zifanye kazi ya upatanishi, zifanye kazi ya ushauri, kwa sababu sio kila jambo linahitaji kwenda kwenye mkondo wa nidhamu, mkondo wa maadili. Maadili, nidhamu ni hatua ya mbele, kama mambo hayahitaji kwenda kwenye hatua hiyo kwa haraka. Lakini kama ni mambo yanahitaji kwenda kwa hatua hiyo kwa haraka kutegemea na jambo, basi ngazi na mamlaka husika za kichama zinafanya maamuzi kwa mujibu wa katiba, maadili na itifaki ya chama. Ndugu yangu, umesema juu ya maelekezo ya katibu mkuu kutokutekelezwa au maelekezo ya chama kutokutekelezwa. Sina taarifa ya uwepo wa maelekezo ya katibu mkuu ya kwamba yamesimamisha kiongozi eneo fulani afu maelekezo hayo yakaacha kutekelezwa. Sina hiyo taarifa. Kwa kama kuna maelekezo mahali fulani yametolewa na ngazi fulani alafu hayakutekelezwa, basi ni vyema ukaiuliza hiyo ngazi, kwa nini maelekezo yenu mliotoa hayajatekelezwa, na kama kuna mtu atakuwa hajaridhika na hatua ambazo zimechukuliwa na ngazi fulani, basi utaratibu wetu wa katiba yetu uko bayana juu ya namna ya kukata rufaa na ngazi za kukata rufaa. John, umeuliza kuhusiana na azimio la pili juu ya operation inaanza lini. Kamati kuu imekutana Kigoma tarehe 30 mwezi Juni. Kikao imefanya maamuzi. Kwa katiba ya chama, kamati kuu ikishafanya maamuzi kwamba operation itaendelea kupitia mikutano ya hadhara, makongamano, vikao vya ndani na njia nyingine, operation itaendelea kanda 3 zilizobaki, na baadaye itaendelea mikoa mingine nchini.
wajibu wa kuandaa utekelezaji ni wa sekretarieti ya kamati kuu. Kwa hiyo bado sekretarieti haijakaa kutokana na haya matukio ya hapa katikati niliyoyaeleza. Msiba, baada ya msiba wajumbe wengine wa sekretarieti walikuwa msibani, wengine walikuwa hapa Dar es Salaam. Baada ya pale kesi ya Lissu, baada ya pale kesi tena ya chama, kesi tena ya chama, hilo lockdown ambayo serikali iliweka bila kuitangaza waziwazi ya tarehe 7. Kwa hiyo sasa tutafanya kikao, sekretarieti itakaa, itapitia mpango kazi na bajeti ya chama na mpango uliopitishwa wa operation, itapanga sasa ratiba ya kina, tunaanza lini, tunaanzaje, utaratibu gani, na tukishapanga hizo taratibu mtaitwa, mtajulishwa kuhusiana na ratiba ya operation inayofuatia. Lakini katika hatua hii, kwa sababu operation inahitaji fedha na baraza kuu ambayo ni kikao kikubwa kweli kweli, baraza kuu kwa bajeti iliyopitishwa kwenye mpango kazi, baraza kuu linahitaji milioni 334 kufanya baraza kuu. Ni kikao kikubwa. Nitoe ombi kabisa maalum sana. Kwa kweli tuna mahitaji sana ya kifedha sana kwa sababu hatuna ruzuku na tegemeo letu ni tone tone, kwamba wananchi wachangie tone tone na wadau wachangie tone tone. Tunaomba mchangie kupitia akaunti ya chama makao makuu, benki ya NMB, akaunti namba 2260600140, inaitwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Narudia tena, NMB Bank, akaunti namba 2260600140, au namba ambayo imezoeleka ya M-Pesa, jina litasoma Chadema Headquarters, namba ni 0744446969. Sasa kuna swali limeulizwa kwamba mnasema watu wachangie. Je, fedha ziko salama? Matumizi yakoje? Tulipoondolewa tu zuio haramu tarehe 15 mwezi Aprili, kauli niliyoitoa hapa makao makuu ya chama mbele yenu waandishi wa habari, niliwaambia kupitia kwenu Watanzania waichangie Chadema, na tukaweka utaratibu kwamba watu wachangie kwa mifumo hiyo, na tuliwaambia kwamba fedha zenu zitakuwa salama. Na naomba niwahakikishie tu kwamba fedha zinazochangiwa za chama ziko salama na zinatumika kwa mujibu wa taratibu za kifedha, kwa maamuzi ya vikao, na taarifa za mapato na matumizi zinatolewa kwenye vikao vya chama. Na kikao kilichopita cha kamati kuu, pamoja na mengine, kwa sababu ya maazimio ambayo tumetangaza kwa umma, lakini kikao kilijadili vile taarifa ya katibu mkuu ambayo ilihusisha vile taarifa ya fedha ya chama, na hakukuwa na swala lolote juu ya matumizi ya fedha ambalo linaweza kutumika na muuliza swali kusema kwamba kuna jambo ambalo inahitaji hatua zozote zile. Kwa hiyo mambo yako sawa sawa. Na kwa pesa ambazo zinakusanywa mikutanoni tone tone, utaratibu tuliouweka kama sehemu ya kuhakikisha matumizi ya fedha yanazingatia, pamoja na kuwa fedha zinakusanywa mkutanoni pale na kwa uwazi kiwango kinatangazwa pale mkutanoni, maelekezo ni kwamba ili pesa zitumike lazima kwanza ziingizwe benki. Kwa zinakuwa banked ili zitoke sasa. Kama zinarudi kwenye operation kwa ajili ya mafuta, zinarudi kwa utaratibu wa kuingia kwanza kwenye account ili kuhakikisha kwamba kuna accountability. Na ili pesa itoke kwenye account ya Chadema, manake haya mambo yanazungumzwa bila watu kufahamu utaratibu wa kifedha wa chama. Katibu mkuu ni afisa masuhuli wa chama. Na utaratibu wetu wa kibenki makao makuu ya chama, kuna kategori mbili za watia saini ili pesa itoke kwenye akaunti zetu za makao makuu za benki. Kategori ya kwanza yuko mwenyekiti wa chama na katibu mkuu. Sasa mwenyekiti wa chama yuko gerezani, kwa maana yake kategori ya kwanza yuko katibu mkuu.
Kategori ya pili sasa ndio yuko mkurugenzi wa fedha na maafisa wengine katika kusaini. Kwa tafsiri yake ni nini? Pesa za makao makuu zinatoka zikiwa cheki imesainiwa na katibu mkuu wa chama na mpaka sasa hakujawa na tuhuma zozote popote. Sasa tunaposikia kuna tuhuma zinarushwa kwa viongozi wengine kuhusu matumizi ya pesa za tone tone makao makuu, najiuliza kwamba hawa watu wanaelewa taratibu za kifedha na utaratibu wa kitaasisi kuhusiana na masuala ya fedha, au tuhuma zinatolewa tu kiujumla. Kwa mimi nasema tu kwamba ndugu yangu, fedha zinazochangiwa tone tone, pesa ziko salama na zinatumika kwa matumizi ambayo yako intended, na kwa kweli ni chache sana. Tunawashukuru Watanzania kwa kutuchangia kwa nguvu kubwa, lakini ni chache ukilinganisha na kiwango cha mahitaji tulichonacho. Kwa hiyo tunapita katika kipindi kigumu kidogo cha kifedha. Lazima tuambizane ukweli, na Watanzania ambao mna imani kubwa sana na Chadema, mna tumaini kubwa sana na Chadema, namna ya kuisaidia Chadema mojawapo ni kuichangia Chadema. Hata kama una hofu ya kuchangia wewe binafsi moja kwa moja, tafuta njia yoyote ile, imradi mchango ufike kwa Chadema, usaidie kwenye mapambano ya haki ambayo tunaendelea nayo. Sasa kuna jitihada zinafanywa za kutengeneza hii, unajua, mbali za ufisadi, una tuhuma za mauaji. Chama kinachotawala kina tuhuma mbalimbali za ufisadi, kina tuhuma za mauaji. Kwa sasa wanajaribu kurusha tuhuma kwa Chadema ili pengine ama waseme tuchafuke wote, hii taasisi yenye imani na matumaini ya watu nayo ichafuke, au Watanzania wakate tamaa ya kuchangia. Kwa ile wimbi la kumichango kule ya tone na halaiki ya watu kuchangia kwenye tone. Sasa mbinu ya kudisturb ni tumia watu ambao nitatumia lugha ya Kiingereza wanaitwa agent provocateurs, kwamba tengeneza tuhuma, kuza tuhuma, tengeneza mkakati wa kusambaza, lengo likiwa ni kukatisha watu tamaa na kutengeneza mgogoro usiokuwepo na kutengeneza tofauti zisizokuwepo. Na katika hili niwaombe sana wote wanaunga mkono Chadema, wote wanaopenda haki, wote wanaopenda demokrasia, wanaopenda mabadiliko, wanaopenda uhuru, ikiwemo wanaharakati wa mitandaoni, niwasihi sana, acheni friendly fires, kwamba watu tuna agenda inayofanana juu ya katiba mpya, tuna agenda inayofanana juu ya haki za watu, juu ya kutaka haki, ukweli, uwajibikaji kwenye mauaji ya Oktoba. Tuna agenda inayofanana kutaka free Tundu Lissu, mwenyekiti awe huru. Alafu hapo katikati watu wenye agenda zinazofanana wanaanza kushambuliana wao kwa wao. Kwa watawala watakuwa wana faida, wanafurahi sana kwamba sasa mjadala unahama, kwamba hapa sasa kuna diversion, kuna division, kuna deception. Bibi nasema tulenge agenda moja, tulenge mstari ulionyooka, na mstari ulionyooka ni katiba mpya, free Tundu Lissu. Na mimi nasema kwamba kwa heshima kubwa sana, na nashukuru na nawashukuru sana wote ambao wameendesha kampeni ya kumlinda makamu mwenyekiti wa chama Mheshimiwa John Heche. Ni jambo zuri sana watu kulinda viongozi wa chama, lakini niseme kwamba imetosha. Tutatolewa kwenye mstari, mtaanza kujadili vyombo vya habari, mitandaoni, kila mtu tunajadili kuhusu Kwa jina naitwa Abedi Ngatumbara kutokea Kisewe, sehemu za Mbagala. Nimekuja hapa kupata huduma za miwani. Kwa na changamoto ya kusoma, kama vile nataka kuingiza namba za luku au kuingiza vocha kwenye simu, kwa inanisumbua sana. Kwa hiyo nashukuru na nimefurahi nimepata miwani. Nimepata miwani bure. Kwa sasa nitakuwa naweka
naingiza umeme kirahisi, nitakuwa nasoma gazeti na vitu vingine ambavyo nausha soma hivi. Zingatia, 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 zingatia. Yes. Nataka kwenda mbele zaidi ili na mimi nisingie kwenye mtego wa kurusha friendly fires, ila naamini wanaweza kusikia wasikie. Na katika hayo mapambano ya watawala kutaka kujilinda baada ya mauaji ya watu, kujilinda baada ya ufisadi, kujilinda baada ya uporaji wa uchaguzi, kuna watu wanaweza wakajikuta wanatumika kwenye proxy war bila kujijua. Mtu hajui tu, anarushwa agenda, anapewa agenda, anakimbia nayo, kumbe ni agenda ambayo inalenga kulinda mfumo batili na utawala haramu na utawala dhalimu. Kwa hiyo turudi kwenye mstari. Katiba mpya, free Tundu Lissu. Haki, uwajibikaji, ukweli, mauaji ya Oktoba. Mstari wa tone tone. Tushikilie hapo mpaka kieleweke. Sasa kuna swali la Salum kwamba baadhi hawapendezwi na makamu mwenyekiti kuwa ni mkakati wa kumuondoa. Ni diversion tu nyingine, kuzungumza kitu kisichokuwepo na kutengeneza kitu kisichokuwepo, alafu kizungumzo mpaka na wewe ukiamini kama kipo wakati hakipo. Diversion, deception, division haina maana yoyote. Mimi nataka niwahakikishie tu kwamba sisi kama chama na kamati kuu ya chama na sekretarieti ya chama tunafanya kazi kwa pamoja. Kunaweza kabisa kuwa na tofauti za kimitazamo kwamba hiki tupite njia hii, hiki tufanye hiki, ni kitu cha kawaida tu. Lakini watu wanajadiliana alafu mwisho wanafikia makubaliano. Makubaliano ndio haya maazimio ya kikao niliyoyasoma hapa. Tukishakubaliana tunasonga mbele kwa pamoja. Na misimamo inayotolewa na kamati kuu ya chama sio misimamo ya mtu binafsi. Sio misimamo ya alipokuwa mwenyekiti Tundu Lissu, wala sio misimamo ya mwenyekiti. Ni fahari mimi kuwa sehemu kubwa ya maendeleo ya uchumi wa nchi yangu. Kwa watu wachapakazi, sekta ya usafirishaji ni kitu muhimu sana kwenye kurahisisha maendeleo yetu. Na kuhakikishia mimi na Watanzania wenzangu tunatumia magari bora tunayoagiza kutoka SBT Japan kwenye shughuli zetu za uchumi wa kila siku. SBT Japan kwa magari bora zaidi. Maridhiano Zanzibar. Vipi kuhusu Tanzania bara? Ndio swali lako. Niseme kwamba nimefuatilia lile tukio la jana. Na naamini katika wakati mwafaka pengine chama kitalizungumza zaidi na hata viongozi wetu wa Zanzibar huko watalizungumza, lakini kwa namna nilivyolifuatilia nina machache ya kusema. Kwanza ile kauli ya rais ambaye sisi hatutambui uchaguzi wake ya kusema kwamba wanaharakati wanafanya ugaidi ni kauli hatari sana ikiachwa ilivyo na watetezi wa haki kote nchini. Mimi nasema haya kwa sababu kutokana na 7 yaliyotangazwa kwa mitandaoni, ninavyozungumza hivi sasa, kuna viongozi wa Chadema na wanachama wako vituo vya polisi bado, na wengine wamepigwa na kuumizwa. Geita kule kuna dada anaitwa Neema, kule Tanga kuna Nasra, kuna Rukia na wengine. Kule Mbeya kule kuna vijana wa Chaso. Dar es Salaam hapa kuna watu wamepigwa, wameumizwa. Katika kupigwa kwao walikuwa wanalazimishwa wengine wao kuandika maelezo kwamba walipanga vitendo vya kigaidi. Alafu wanalazimishwa kwa vipigo kutaja majina ya baadhi ya viongozi wa Chadema. Sasa kitendo cha matukio hayo kutokea siku chache kabla, alafu rais kutamka kuhusu wanaharakati na ugaidi, inatengeneza connection kwamba inawezekana kabisa kulikuwa na order
ndani ya serikali na ndani ya mfumo wa vyombo vya ulinzi na usalama kubambika kesi za ugaidi kwa viongozi wa Chadema kwa malengo ambayo yanaleta maswali. Sasa hii behavior ya kuingiza neno ugaidi kubwa sana katika masuala ya kiraia ya watu imekuwa trend ya hii serikali. Mwaka 2021 baada ya Mwenyezi Mungu kumtoa Magufuli, Mwenyezi Mungu amlaze mahali pema, alipoingia Samia, Chadema ilipoanza tu ziara ya katiba mpya kwa makongamano ya ndani, rais akasema kuna chokochoko za katiba. Mwenyekiti Mboya akiwa Mwanza akakamatwa, akapewa kesi ya ugaidi kwa sababu ya katiba mpya. Sasa leo wakati nchi inazungumza katiba mpya, free Tundu Lissu, rais anarudia kile kile, kipateni ile ile. Ni ishara ya kwamba hakuna maridhiano, kuna tangazo la vita dhidi ya wanaharakati na by extension vita dhidi ya Chadema na viongozi wa Chadema. Kwa hiyo kuna unafiki uliofanyika Zanzibar wa kusema kitu tofauti na kufanya tofauti. Mimi nasema mazungumzo ni moja ya nyenzo ambayo sisi kama Chadema tunaamini katika kushughulikia matatizo. Tunaamini kwenye mapambano, tunaamini kwenye mazungumzo. Lakini sisi tumesema tunaamini kwenye mazungumzo ya dhati. Sasa tukasema tunataka mazungumzo ambayo kutakuwa na wasuluhishi huru, preferably wa kimataifa. Serikali inasema hatutaki mazungumzo, hatutaki wapatanishi, hatutaki wasuluhishi. Alafu kule Zanzibar kuanzia Novemba CCM kuna wasuluhishi, kuna wapatanishi, Karume, Shein. Na foundation ya mazungumzo ya Zanzibar imejengwa kwa miaka mingi ya mazungumzo ambayo yalihusisha jamii ya kimataifa kuanzia wakati Commonwealth ilipokwenda kuingilia matatizo ya Zanzibar. Kwa kule Zanzibar inaonekana ni sahihi kuleta watu wa nje kushughulikia mgogoro, lakini muungano Tanzania inaonekana ni shida. Sasa tunataka kusema kwamba tutayazungumza haya na tutatoa mwelekeo, lakini ninachokiona ni kwamba ACT imeamua kwa mara nyingine tena, pamoja na mauaji ya tarehe 29 ya watu na siku zofuatia, kusaliti damu za watu na kusaliti harakati za mabadiliko. Kumezungumzwa kule, moja ya mambo watakayozungumza watakapoingia kwenye serikali ya umoja wa kitaifa na tume itakayoundwa ni kwamba watazungumza kuhusu marekebisho ya katiba ya Zanzibar. Kwa matatizo yetu ya kikatiba, ya katiba ya Zanzibar, ya katiba ya muungano, huwezi kushughulika na mapungufu ya katiba ya Zanzibar bila kushughulika kwanza na mapungufu ya katiba ya muungano, ikiwemo kuhusu muundo wa muungano. Lakini kunapelekwa hiyo danganya toto ili Watanzania wajenge impression kwamba sasa nchi ina maridhiano, kuonekana kuna maridhiano, alafu upande wa pili umefungua mapambano. Tunasisitiza tu yule msimamo wa kamati kuu. Kamati kuu ilishasema masuala hayo ya na maridhiano ni matokeo, kinachotangulia ni mazungumzo. Kamati kuu imesisitiza hizo ya awamu tofauti kwamba waje wasuluhishi au wapatanishi wa kimataifa kuja kama kuna hitaji la mazungumzo yoyote yale, kuja kufanya mazungumzo, kwa sababu sisi tumeshiriki mazungumzo na watawala, na mimi nimepata bahati ya kuwepo kwenye timu ya mazungumzo kuanzia na rais mwenyewe mwezi Mei mwaka 2022 pale Ikulu Chamwino, mpaka kwenye timu ya mazungumzo ya watu 5 kila upande. Tumezungumza kwa namna tulivyozungumza nao kwa kipindi chote tulichozungumza nao, na baada ya mauaji ya Oktoba na yote yaliyotendeka, hakuna namna kwamba utawala huu haramu dhalimu
unaweza kuaminika kwamba ndio uongoze mazungumzo. Kwa hilo ndio naweza kusema katika hatua hii. Kwa hiyo tunasisitiza tu kwamba tutaendelea na mapambano, lakini milango yetu iko wazi kwa mazungumzo ambayo yatakuwa mazungumzo ya haki. Sasa kule Zanzibar rais akarudia tena kutumia neno la Mungu, na ndio nitahitimishia hii hapa kwa swali uliouliza. Akanukuu Mathayo 5 kuhusu heri wapatanishi. Kwa hiyo ni kama vile wanasema watu ambao hawataki kupatana wana shida. Rais amesahau kwamba ukisoma Mathayo 5 kuhusu zile heri zote, kuna heri wenye njaa ya kiu ya haki, heri wanaodhulumiwa, wanaoonewa, kuna heri kadhaa. Sasa mimi ni waombe wanachadema na Watanzania kuendelea kuwa na kiu ya haki, kuendelea kuwa na njaa na kiu ya haki, pamoja na kuonewa, pamoja na kuumizwa, lakini tusonge mbele. Tunaamini mwisho wa siku haki itatimia. Na kwa ndugu zangu Waislamu, ile sura ya kwanza ile Al-Fatiha, kuna mstari mmoja huwa nikisikia huwa napenda sana kuusikia. Nasema Ihdinas siratal mustaqim, tuongoze katika njia iliyonyooka. Na kule katika Qur'ani kuna mahusia mengi kuhusu haki na kuhusu kupambana na ubatili. Na katika hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuna hadithi nyingi sana kuhusu, na moja hapo inasema jihadi iliyo bora ni kusema ukweli kwa utawala dhalimu. Na inazungumza kuhusu unafiki, kwamba mnafiki ana sura mbili na sifa zake ni tatu: akisema asemi ukweli, akiahidi hatimizi, akiaminiwa anasaliti. Tusiingie kwenye mtego wa kubariki unafiki, tubaki kwenye mstari ulionyooka. Katiba mpya, free Tundu Lissu, ukweli, haki, uwajibikaji, mauaji ya Oktoba, tone tone, focus pale, istikama, focus pale. Naamini kuna siku kitaeleweka. Asanteni sana.